Mvua inayoshuhudiwa hapa jimboni inatarajiwa kuendelea na hata kuongezeka katika wiki ya mwisho ya mwezi huu hadi kati ya mwezi ujao. Haya amesemwa na John Nguyo ambaye ni mkurugenzi wa idara ya utabiri wa hali ya anga jimboni. Nguyo akisema mvua inatarajiwa katika wadi zote za Isiolo. Kwa majina naitwa John Nguyo. Mimi ndiye mkurugenzi wa Kenya Meteorological Department katika Isiolo County. Isiolo County tumekuwa tukipata mvua, na kama vile niliweza kupatiana monthly forecast, niliweza kusema the first half of April hatutaweza kuwa na mvua mingi, lakini nikasema hii mwezi ya April ndio tunapatanga ile mvua mingi katika muhula hii or in this season. March, April, May. Tunapata peak katika mwezi wa April. Tumekuwa tukiendelea kupata hiyo mvua, na katika ile utabiri nimeweza kupeana, hii mwezi tutaendelea kupata mvua karibu kila siku, although kuna siku zingine tutakuwa hatuna mvua, lakini mara nyingi katika hii mwezi tutapata mvua, na hii mvua itakuwa katika kaunti mzima. It will be well distributed, na tumeona sehemu zingine especially the northern part of the county tuko na mvua mingi, wamekuwa wakiripoti mvua ya kutosha mwezi huu, na tunatarajia hii mvua iendelee hata hii mwezi ya Mei, na itaendelea mpaka katikati ya mwezi wa Mei, na ndio tunaona hiyo mvua itaweza kuisha ama itaweza kupungua. Kutokana na hili ambapo ametaka wakazi kaunti dogo za Marti na Galbatula kwa uangalifu na mafuriko ambayo yanaweza kutokana na mvua inaonyesha pia kaunti jirani. Hii mvua ambao inanyesha, ambao nimesema ni mvua ambao tunapata peak katika mwezi wa 4 katika sehemu zingine kama Mount Kenya, that is Meru, upande wa Abadeas, upande wa Samburu. Tuliweza kutabiri ya kwamba kutakuwa na near normal to above normal rainfall, na hii maji tunajua ndio huwa inaleta flooding in our county, especially upande wa chini ya mto. Kwa hivyo tunaambia wakaaji hii mwezi na mwezi wa 5 mpaka tarehe 10 pale wawe waangalifu, kwa sababu tunatarajia kutakuwa na flooding. Wakati mwingine kutakuwa maji inakuwa mingi ambao itasababisha that flooding. Zile ward ambao zinakuwa hatari kwa flooding, tuko na upande wa Marti, upande wa Gafasa pale, na tuko pia na upande wa Garabatula, upande wa Serisho, pande zile za sub-county ya Garabatula, sub-county ya Marti na Chari, pahali sehemu zingine ndio tunatarajia kuwe na those flooding. Hata hivyo, mkurugenzi wa idara ya utabiri wa hali ya anga amewahimiza wakazi kuweka maji ili kuyatumia wakati wa ukame. Wale wanaweza panda vitu ambao vinachukua muda mfupi kama mboga, sukuma hivi. Bado tuko na mvua ya kutosha ambao tunatarajia itaisha mwezi wa Mei hapo katikati, na wale wanapanda tunatarajia ya kwamba kwa sababu mvua iko ya kutosha, wakipalilia vizuri wanaweza pata mafuno mazuri. Wakati wao wakiwahimiza wakulima kupanda mimea ambayo huchukua muda mfupi kumea. Kulingana na mashauri ambao tunapea mwananchi, wakati mwingine tunapata mvua kama huu wa kutosha, lakini hatuna njia za kuharvest hii maji. Kwa hivyo kukikuja tu kiangazi kidogo, tunapata tena mwananchi, mifugo zinaanza kuangamia kwa sababu hasina maji. Ningetaka kushauri wakaaji pamoja na all the stakeholders tuweze kuharvest hii maji ambao inakuja, tuweze kuharvest katika water pans, katika dams zile tunatengeneza, hata katika matangi zetu, na ili tukaweze kupata maji ambao itachukua muda kidogo wakati mvua itakuwa ikiisha. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chombi Kamacho.